Mambo vipi ndugu yangu? Upo vizuri kabisa? Namshukuru Mungu niko poa. Sawa, kwa mara ya mwisho hii leo unafanya mazoezi na Simba Sports Club, timu ambayo umedumu nayo kwa miaka 5 sasa. Kama kumbukumbu zangu hazijakaa vibaya, tueleze una hisia gani na nini ambacho kinazungumza moyoni mwako, unajisikiaje na vitu ambavyo vinahusiana na mazingira kama hayo. Sawa, kwanza nimeshukuru sana kupata nafasi hii. Binafsi niweze kusema kwamba Simba kwangu ni familia, na nikizungumzia ukubwa wa Kibu, labda leo watu wamemjua Kibu kwa ukubwa wake ni kwa sababu ya Simba. Na ni kweli Simba ilinifanya kukua, sio kukua tu, kukua zaidi ya hivi nilivyo. Na namshukuru Mungu kwa muda wote ambao nilikaa Simba, niliishi kama nilikuwa, yani nilikuwa nyumbani na familia yangu, kumaanisha kwamba baba, mama na watoto. Kwa hiyo Simba kwangu ni kama baba. Simba kwangu niseme mpaka sasa hivi kwenye karia yangu mimi ya mpira, ni kweli ni mlezi kwangu, ni baba kwangu, lakini kwa muda huu mpaka sasa hivi nitumie neno kwamba ni kila kitu kwangu kunifanya kuwa mkubwa kiasi hiki. Kwa hiki kidogo nilichokipata na hapa nilipofikia ni kwa sababu ya Simba. Kwa mara ya mwisho leo unafanya mazoezi pamoja na wenzako hapa, nini ambacho kipo moyoni, ambacho kinazungumza? Moyo uko chini, unajisikia vibaya, moyo unauma, unafurahi, nini ambacho kinazungumza kwako? Kiukweli kwa namna moja au nyingine naweza kusema kwamba nasikitika kwa sababu ni sehemu ambayo mimi nilikuwa naipenda sana. Kwanza hapa ni nyumbani, pili Simba yani ni sehemu ambako yani kwa muda wa miaka mitano ni mingi sana, kumaanisha kwamba yani maumivu, furaha, huzuni, hasira, kila kitu ndani ya Simba. Momenti zote nafikiri mimi Kibu nimepitia kwa muda wote ambao nimekaa Simba, na ni kweli najisikia vibaya kwa sababu nakwenda kupata changamoto nyingine sehemu nyingine, yani nakwenda kutengeneza familia mpya kwenye karia yangu ya maisha, lakini Simba haitokuja itoke ndani ya moyo wangu kwa sababu ni sehemu ambako yani licha ya maneno, licha ya furaha, licha ya nini, ya matatizo yote, lakini ni sehemu ambako kutaishi ndani ya moyo wangu. Sawa. Kwa mtu asiyefahamu, katika miaka yote 5 ndani ya timu, Kibu alikuwa ni mtu aina gani, mchezaji aina gani, alikuwaje? Pengine unaweza ukawasimulia wana Simba mimi naweza kusema kwamba nilikuwa mtu wa aina gani, nilikuwaje. Miaka 5 kaka, ni miaka mingi ambayo watu tunapitia changamoto nyingi kwenye timu. Binafsi mimi naweza kusema kwamba yani ndani ya Simba, ndani ya muda wote huo, kwanza mimi niliishi maisha ambayo niliamua mimi kwamba nakwenda kuanza maisha mapya ndani ya Simba. Nitaishi vipi ndani ya Simba? Kwa sababu kila mmoja anayekuja Simba anaamua ni maisha gani ambayo atakwenda kuyaishi Simba. Kwa hiyo mimi nimeishi maisha yangu ambayo huwa naishi siku zote kule ambako nimetoka. Nimekuja kuishi maisha ambayo yani nimelelewa na baba na mama. Sio kwamba nimefika Simba ndio nije nibadilishe maisha, kwamba Simba inibadilishe tabia, hapana. Kwa hiyo nimefurahia maisha ya hapa. Nilikuwa ni mtu ambaye na respect sheria za timu. Nilikuwa nafuata utaratibu wote wa timu, kumaanisha kwamba mazoezi mazoezi nafanya kwa wakati, vikao nafika kwa wakati, na respect yani sheria zote za timu. Kwa upande wangu mimi kwa nafasi hiyo, kwa engo hiyo, nafikiri nimeweza kufanya binafsi mimi ndani ya moyo wangu nasema kwamba sidhani kama kuna sehemu ambako labda mimi nimekosea ndani ya Simba, kwamba kwenye swala la discipline labda inawezekana, lakini binafsi nimefurahia sana maisha ambayo nilikopo Simba. Hapa nimekaa kwa amani na furaha kwa sababu nimetengeneza familia kubwa, nimetengeneza marafiki ndani ya timu, na wapo wengi ambao tumekuja nao wameondoka,
zaidi ya wachezaji hata 20 lakini mimi bado nimeendelea kuwepo, kumaanisha kwamba nimejitunza, nimejua hapa Simba nafuata nini, nataka nini, na hapa Simba natumia kama sehemu yangu nimefika au napita. Sawa Kibu, tueleze moment ambazo hizo yani ukikaa yani hautaacha kuzikumbuka. Mimi binafsi hapa kwangu uweza zikaa kwako ziko 5, 6, 10, 3 na kuendelea. Ila mimi naikumbuka ile ilipoanzia mkandaji pale. Yaani nikikaaga nikiangalia ile mwanangu ile nasikia garaha sana hali. Siku ile na enjoying sana. Tueleze matukio yako ambayo wewe ukikaa unasikia raha, unakumbuka na ameweka alama moyoni. Kwa muda wote huo kuna matukio ambayo yalikuwa yanatokea, yalikuwa ni mazuri sana, na pia kuna matukio ambayo yalikuwa sio mazuri. Kwa matukio mazuri ni kweli kabisa, kuna momenti kama hizo watu tunashinda, tunafurahia, lakini binafsi kama ulivyosema wewe, hiyo kweli ilikuwa ni siku yangu moja ambayo ilinifanya yani kujisikia kwamba niko Simba, yani kuwa na furaha zaidi. Kwenye siku hiyo ambayo tulicheza na hao wapinzani, nikawa nimefunga ile goli, na sio mimi tu, inawezekana hata wewe usimwona, hata wewe pia umesema. Kwa asilimia kubwa ya mashabiki wa Simba wote, baadhi au wote viongozi siku hiyo walifurahia. Na pia hata kuna mechi ambayo tumecheza na Faction pia, na mimi ile mechi kwa ile goli la mwisho ile ambayo nimefunga ile ni ya Kagoma kwa ile pia akia Mungu, yani nilifeel, yani nilijisikia furaha sana. Hivyo moment zipo nyingi lakini siwezi kuzimaliza, ila hizo mbili kwangu kwenye furaha kweli zinanifanya na zinanirudia. Ndio. Tueleze mechi yako bora ambayo unaikumbuka na bao bora ambalo unalikumbuka. Mechi yangu bora kikweli, kwenye mechi bora Nasema nimecheza vizuri na nimefanya vizuri. Mechi nyingi mimi nimecheza vizuri. Inawezekana labda basi iloweka alama labda moja imeweka kumbukumbu yani. Kikweli kuna mechi ambayo nimecheza, mechi zipo nyingi ambazo nimecheza vizuri. Tena sio mechi ndogo, mechi kubwa za kimataifa ambazo nimecheza vizuri sana. Siwezi kumesha ni kwamba mechi hii, lakini zipo hata mechi zaidi ya 4, 5, 6, 7 hata 10 ambazo nimecheza vizuri kabisa. Nimefunga na sijafunga. Hiyo mechi kabisa, hiyo mechi ipo. Ile mechi kweli, ile mechi mbona sema kikweli, ile mechi na ilikuwa mechi, ile mechi ya kiume kaka. Ile mechi kweli, goli nilifunga goli za kiume kabisa hii. Hata pia siku ile nilifunga goli zuri sana ambalo hata pia huwa nalikumbuka ile goli. Nikifika kwenye ule uwanja kabisa, yani na feel yani kuna uhuru fulani hivi mtu unakuwa nao yani. Sawa. Bao bora pengine kwako ambao unalikumbuka? Bao bora bao bora ambalo mimi nalikumbuka ile la Yanga, mimi nalipenda. Juma Shaban kwenye pressure, Kibu Denis anaweka mguu sasa. Kibu Denis Prosper, Kibu Denis usimkatie mtu mmoja hapa, Kibu hapa kwa kuonesha lakini ni bao la pili kwake msimu huu. Walter Harrison anasema nimekubali, marhaba, tumechapika hapa, 3 si ndogo. Nungu Jonas Gerard Mkude, Kibu Denis Prosper, Kibu Denis hapo ndo msimu wa kwanza wewe. Kibu Denis Prosper. Walikumbuka hiyo? Bao zuri sana. Goli zuri sana. Kikweli hilo goli hilo, yani ukiwa mtu wa mpira, yani ukiangalia hilo goli, yani mwili unasisimuka. Yani kabisa, ni ukiona, yani ukiangalia hilo goli, yani mwili unakusisimka. Kwa ni goli zuri pia, nalipenda sana sana. Mechi pia mechi ya KMC ilikuwa top. Niliperform vizuri, nilicheza vizuri. Kuna hata mechi ya Yanga tulishinda 2.
Kuna mechi nyingi ambazo nimeperform vizuri sana, nyingi ambazo nimeperform vizuri. Sawa, tumezoea kuona Kibu wachezaji wengi wanaouzwa ni wa kigeni, lakini safari hii ameuzwa Kibu Denis ambaye ni mzawa. Hii kwako ina tafsiri gani, lakini pia ina tafsiri gani kwa maisha ya soka kwa wachezaji wazawa waliokuwepo Simba na pengine hata klabu nyingine pia? Ni kweli, lakini kuuzwa kwa mchezaji labda nje ya nchi au ndani inategemea na uwezo wa mtu, inategemea na kujituma kwako, kwa sababu mataifa ya kigeni au timu za nje haziwezi kuja kuchukua mchezaji ikiwa upambani, hususani kwenye mashindano ya kimataifa, Champions League, Confederation. Ukijitoa, ukipambana, utaonekana, sio tu kwa hizi timu ambazo zinashiriki mashindano ya kimataifa, hata kwa wachezaji ambao washiriki mashindano ya kimataifa. Kupambana ni moja ya silaha kubwa ambayo inamfanya mtu kuonekana zaidi na kujulikana zaidi. Na mimi kwangu kununuliwa kama mchezaji mzawa kwenda nje inaonyesha picha nzuri, na inaonyesha kwamba hata wachezaji wenzangu hapa kwamba wazawa wakipambana inawezekana wanaweza wakapata nafasi na wakaondoka. Uzuri ni kwamba mpira ni mchezo wa wazi, ukifanya vizuri utaonekana, yani utajiuza mwenyewe, utatumia nguvu kubwa, yani utakuwa ni wewe ndio utajichagulia ni wapi pa kwenda, wapi yani wapi utaamua kwenda wewe, hivyo yani. Tutarajie siku moja Kibu Denis pengine akarudi Simba Sports Club. Ndio, Simba kama nilivyozungumza mwanzo kwamba Simba ni kama baba kwangu. Kwa hiyo mtoto anaweza akazunguka kote huko, lakini akarudi pia nyumbani, na akirudi nyumbani baba huwezi kumtupa, utampokea. Kwa hiyo bado nipo safari, sijafika, bado naendelea na safari. Kwa hiyo siku nikirudi, baba akiwa tayari kunipokea, basi nitarudi tena mikononi mwa baba. Tayari umeshaanza kufanya maandalizi ya maisha mapya? Ndio. Ndio. Tutarajie huko unapoenda kuonyesha hichi ambacho nakionyesha hapa? Sahihi, kwa sababu huko nakwenda kukutana na changamoto mpya, kila kitu kipya. Kwa hiyo naamini kwamba nitakwenda kufanya kitu kikubwa, labda zaidi ya hiki ambacho nimekifanya Simba. Sawa, Kibu Denis, mimi na wewe tumemaliza. Nikumbushe swali moja la mwisho. Unakumbuka mwandishi wa kwanza kuandika story yako wewe kuja Simba ambaye alikufuata airport? Bahati mbaya kumbukumbu za picha hapa sizioni. Nahisi alikuwa ni wewe. Unaikumbuka? Unaikumbuka tu airport. Umevaa black ndani lako, udi lako umejificha hivi. Mimi siendi Simba.